Naam, karibu sana mtazamaji wa Chapesa TV. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa mitaa ya stesheni Kaburi Moja, nimekuja kuyazungumza yale ya kimichezo na burudani. Mbele yangu mimi niko na Nasoro wa Yanga, tunakwenda kuyaangazia yale ya kimichezo na burudani. Bwana ndugu yangu, uko poa? Mimi nipo poa, namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. NBC Premier League inaendelea tena weekend hii. Young Africans yuko uwanjani hii leo, lakini pia vile kesho mnyama Simba Lunyasi dhidi ya klabu ya soka ya Pamba Football Club. Kwani Simba anacheza ligi? Umesema wewe yupo kwenye ligi. Kwa sababu mimi najua Simba wapo likizo. Sasa unavyoniambia wewe Simba anacheza, kwa hiyo likizo kamaliza. Likizo kamaliza? Kwa sababu sisi watu wa Yanga tunajua Simba akapewa likizo na bodi ya ligi. Kwa hiyo yupo kwanza apumzike, wachezaji wakae sawa. Kwa sababu alienda kukutana na mechi ngumu na Yanga Afrika, kafungwa mara 6 mfululizo, akapata sare moja. Kwa hiyo baada ya kupata sare moja, katumia nguvu nyingi sana. Ndio maana anachaguliwa mechi za kucheza kusudi wachezaji warudi kwenye hali yao. Mbona alicheza dhidi ya Singida Black Stars? Haikuwa mechi ngumu kama mechi zingine? Na kurudia tena. Hali yeye Ahmed Ally anasema katika mechi zilizokuwa ngumu kwa upande wake ni kucheza dhidi ya Singida na wala si Yanga Afrika. Na kurudia tena. Kama Ahmed Ally kaongea mechi na Yanga ngumu. Mechi ya Yanga sio ngumu. Sio ngumu, nyepesi. Muulize tokea yeye awe msemaji Simba. Simba imemfunga Yanga mara ngapi? Tangu yeye awe msemaji wa Simba. Kamuulize Simba akamfunga Yanga mara ngapi? Akipata mara 3, njoo mwambie nampa 100,000. Chukua hiyo Ahmed Ally. Susha naelewa. Akipata mara 3. Mara 3 tokea yeye awe msemaji wa Simba. Kwenye michuano gani? Kwenye ligi au kuu? Mbona umejiwahi? Hata CRDB, kwa sababu Yanga mechi ya CRDB mara ya mwisho kufungwa Kigoma, msemaji Haji Manara. Sawa. Mpaka leo Yanga hajafungwa. Tulia miaka mingapi? Hiyo. Yanga akafungwa na Simba ngao ya jamii mechi ya mwisho. Kwa tuta ilikuwa Tanga. Msemaji sio yeye. Ndio. Haya, muulize yeye lini kapata furaha Simba inamfunga Yanga yeye kama msemaji. Hapo atakuja kusema mechi ya Yanga nyepesi. Kwa hiyo hiki kinacho msemaji aliokaa Simba hajapata furaha kuishangilia Yanga inafungwa na Simba, mmoja wapo Ahmed Ally. Katika msemaji aliokaa Simba hajawahi kupata raha kushangilia Simba inamfunga Yanga, Ahmed Ally. Ahmed Ally kuna vitu vingi kavikosa katika wasemaji, anaondoka kwa historia yake ndani ya ardhi ya Tanzania. Basi Ahmed Ally tokea aanze kuongea hajawahi kushangilia na timu yake kombe la ligi kuu. Hajawahi kushangilia na timu yake kombe la ligi kuu tokea aanze kuongea. Na kama ukimwona kashangilia, basi mimi naomba Mlilo asinikamate natembea uchi Dar es Salaam nzima. Mbona msimu huu amedhamiria? Kwani kuna msimu hajadhamiria? Timu si unaiona wenyewe wanakuambia, ila wanakuambia kwa kikosi hiki. Mimi nimekuuliza swali, kuna msimu Simba hajadhamiria? She wangu Yanga kaeka. Kweli mimi naamini Simba hawakudhamiria. Msimu gani? 3 nyuma. Yote 3 kwa hiyo wanawakilisha. Walikuwa wanasema wanajenga timu. Sasa hivi wamebadilika nini? Timu wanayo. Uongozi ule. Sasa cheka. Timu wanayo. Uongozi ule. Hapa magoli. Mbona umekimbia kwenye uongozi? Sasa nakwambia hapa magoli. Hapa Mangungu. Hapa Mkwabi. Wakachukua ubingwa kwa Engineers. Tusubiri. Tusubiri. Haiwezekani ama unamaanisha nini? Haiwezekani. Wepesi. Choro hiyo nyepesi sana. She wangu mimi nataka ipi ambayo unasema haiwezekani? Hii. Kwani kuna nyingine? Simba ipi? Kwani kuna nyingine? Simba ipi? Hii. Kuna nyingine? Simba ni ile. Kani kwa mfano Pombe amebadilisha chupa. Watazamaji, mimi naijua kulikuwa kuna Simba nyingi za miaka kadhaa hapa nyuma. Unaizungumzia Simba ya dirisha kubwa la usajili au Simba ya dirisha dogo la usajili? Hii Simba kibisa. Ipi? Hii. Mbona umeruka? Nataka kuchukua ubingwa wa ligi hii. Kwanza kamfunge Yanga. Sawa, alizungumza Alex Ngai na kusema hivi. Kuna timu ya kumfunga Yanga mpaka sasa umeona? Wamekuambia Yanga imecheza chini ya kiwango. Alafu yeye kapata suluhu. Akaja akakimbilia kwa shangazi yake. Akajua shangazi yake atasimamisha. Na shangazi yake kachemka. Sasa unachukulia nani anaenda kumsimamisha?
Kama wenyewe washashindwa, nani anaenda kumsimamisha Yanga? She wangu Yanga imeshindikana. Ila wachambuzi wa mchongo wakikaa kwenye redio zao hawaongei, ila wanakashifu. Utasikia mchambuzi sasa hivi anakuambia Yanga imeshuka kiwango. Hebu tuulizane mimi na wewe Chapesa. Yanga anatuambia imeshuka nini? Kiwango. Mimi si wakatalii kwa maoni yao. Ila na wewe unaonaje? Ukienda kwenye namba za mpira, na wewe unaonaje performance? Yanga haijashuka kwa sababu moja. Msimu uliopita mzunguko wa Yanga, mzunguko wa kwanza wa ligi, Yanga alipoteza mechi 2. Alifungwa na Azam, alifungwa na Tabora. Unakumbuka? Mzunguko wa kwanza? Sawa. Exactly ndio. Mwaka huu mzunguko wa kwanza Yanga mpaka sasa hivi bado mechi hizi hajafungwa mechi hata moja. Sawa. Unaiambiaje Yanga imeshuka kiwango? Yanga unaambia wewe imeshuka kiwango ndio inaongoza ligi. Yanga unaambia wewe imeshuka kiwango ndio timu yenye goli nyingi. Yanga unaambia wewe imeshuka kiwango ndio timu iliyofungwa goli chache. Yanga unasema wewe imeshuka kiwango ndio timu haijafungwa mechi hata moja mpaka leo. Unapata wapi ujasiri wa kuambia Yanga imeshuka kiwango? Kuwa na adabu na nidhamu. Ukitaka kuizungumzia Yanga uwe na adabu na nidhamu. Lakini unasema mlefu ardhi. She wangu mtu anakuambia Yanga imeshuka kiwango, kamuuliza ana akili timamu. Yanga baada ya mechi na Azam imetimiza mechi ya 34 bila kufungwa. Yaani mwaka mmoja miezi 6. Mimi najua timu kushuka kiwango maana yake anafungwa. Sasa mimi mpaka leo sijamuona kumfunga Yanga ndani ya ardhi ya Tanzania. Simba wenyewe wanajitapa wanasema pengine mzunguko wa raundi ya pili kazi pengine mzunguko wa raundi ya pili. Pengine. Si baada ya kuita maji mma. Maji mma matokeo yameendaje? Kwa msaada wa nani? Msaada wa nani? Msaada wa nani? Tuulizane. Bodi ya ligi wamesema ni goli halali. She wangu hakuna watu wa ovyo. Hii kapandisho. Subiri kwa unakuja kwenye bodi ya ligi. Unanianza. Alafu baadaye mtakuja kufungiwa. Maneno ngame. Hii usikate katika bodi ya ligi duniani. Isiyojua mpira basi Tanzania. Choro. Bodi ya ligi imekaa na imethibitisha. Subiri tena. Bodi ya ligi imekaa na imethibitisha goli la Simba Sports Club dhidi ya Young Africans lilofungwa na Selemani Mwalimu lilikuwa goli halali. Mwamuzi alishindwa kumwamua sheria 17 za mpira wa miguu. Ndio narudi sasa. Ndio maana nikakwambia hii kapandishe. Sawa. Usije ukanioji alafu kama hichi kipande utakikata. Usije kunioji. Hichi kipande kama utaenda kukikata. Usinitafute tena. Katika bodi ya ligi ijielewi duniani, bodi ya ligi yetu. Kuna mambo matatu nitakwambia. Muamuzi wa mtu wa mwisho uwanjani wa kuamua ili goli sio goli ni refa. Sawa. Refa akakataa sio goli. Mechi imeisha. Yanga ana pointi 1, Simba ana pointi 1. Wewe unakuja kukutana unasema goli halali. Kama goli halali Simba akachukua pointi 3. Kamati serikali lakini kamati si ndio imekaa imethibitisha goli. Kabla ya ligi kuanza nyinyi ndio mliiteungua na kurudia tena. Mimi sikukatali ujue. Mbona majibu yangu unataka kunijibu hapa mapesi tu? Kama wao bodi ya ligi wamethibitisha goli halali, kwa nini Simba hajapewa pointi 3? Wao si ndio wasimamizi wa ligi? Wao si ndio wasimamizi wa ligi? Maana wao wameenda kuyakataa maamuzi ya refa. Maana wao wamekuwa VAR bodi ya ligi. Sasa kwa nini Simba hajaenda kumpa pointi 3? Sema wao bodi ya ligi sasa hivi wamechagua kutafuta marefa wasiojua kuchezesha mpira kusudi wao wamefungua biashara ndani ya mpira wapate hela. La. Wewe unajua kuna biashara? Biashara gani? Mechi ya Simba na Yanga. Kutumia biashara yao waliofungua ndani ya mpira wa Tanzania wamepata milioni 27. Okay. Young Africans na Simba. Milioni 27. Ukija kuchanganisha tokea ligi ianze mpaka sasa hivi washachukua milioni 57 kwa timu zote na wachezaji wote waliopigwa faini. Sasa hizo milioni 57 zinakwenda kwa nani? Hatujui mpaka leo hizi milioni 7 hizi faini zinazopigwa zinatumika kwenye nini? Kwenye kuendesha kamati ya bodi ya ligi. Kuendesha bodi ya ligi kamati. Mbona msimu uliopita mfungaji bora hajapata zawadi yake? Mbona msimu uliopita mpaka leo hatumjui MVP wa ligi nani? Mpaka leo hatujui msimu uliopita kocha bora nani? Ndio maana nikakwambiaje hakuna bodi ya ligi sawa isiyojitambua kama hii. Si ushelewa? Pili, angalia mechi za Yanga.
FIFA, kanuni ya FIFA inazungumza timu icheze ikimaliza mechi kwenda kucheza mechi nyingine masaa 72. Yanga leo anacheza masaa 68. Hii kanuni wameitoa wapi bodi ya ligi? Shukuru Mwenyezi Mungu kunikutanisha mimi bado sijafa, nipo hai. Hili wachambuzi wote waende kuongea, kwa sababu wachambuzi wengi wa nchi wanapata posho, waongee kinyume nyume. Kutoka kwa nani sasa posho? Baadhi ya watu. Na nani? Hakuna wachambuzi wenye njaa kama Tanzania. Wachambuzi wa Tanzania wanaacha kuchambua mpira, wanaenda kuchambua mapenzi. Da. Tukifika hapa tuambiane, yani wachambuzi wa Tanzania yani zimewashika njaa kuliko elimu walioenda kusoma. Kweli. Wanaenda kuchambua nyuma mbele kusudi ya njaa, wasiende kulala na njaa. Lakini ukija kuangalia ligi yetu ina shida. Nikikwambia Yanga inacheza ndani ya masaa 68, wewe utajua na utakataa. Siwezi kupinga kwa sababu sinapiga hesabu. Lakini kanuni, angalia mechi ya Yanga na Azam imeanza saa ngapi? Mechi ilichezwa saa 2:15. Saa 2:30 mechi. Ukitoka Jumapili saa 2:30 mpaka Jumatatu saa 2:30 usiku inakuwa masaa mangapi? 24. Ukitoka saa 2:30 usiku Jumatatu mpaka Jumanne saa 2 usiku na nusu inakuwa masaa mangapi? 48 hayo. Juma ngapi umeipata? Jumanne. Haya, Jumatano Yanga ngoja kucheza saa 10. Masaa 72 yamefika? Hajafika ndio. Sio 68. Hii kanuni wameitoa wapi? Bodi ya ligi ni? Hakuna kitu. Bodi ya ligi ni? Hakuna kitu. Usiogope. Hii madini inakuwa kama yupo bodi ya ligi anakataa Yanga icheze masaa 68 atoke. Sitoshangilia mpira mpaka nakufa Tanzania. Kama atakuja kunipigia hesabu Yanga hawajakiuka kanuni hapa bodi ya ligi. Hapa bodi ya ligi wamekiuka kanuni. Hii mimi naizungumzia kanuni ya FIFA. Timu inatakiwa icheze ndani ya masaa 72. Yanga inaenda kucheza ndani ya masaa 68. Kwa hiyo tunawauliza bodi ya ligi, hii kanuni wameitoa wapi? Na kama atakuja kukugia jibu sahihi, shehe wangu kwanza wewe peke yako utakuja kunichapa viboko 20. Shukrani sana. Asante.